jaa al-islam lihifdhi daruriyati al-khams, lihifdhi din wal-nafsi wal-aqli wal-nasli wal-mal. Uislamu umekuja kulinda mambo matano ya dharura. Uislamu wote, amri zilizokuja na makatazo yalokuja, yalikuja kulinda haya mambo matano. Jambo la kwanza, Uislamu ulikuja kulinda dini yenyewe, dini ya Allah. Inna dina inda Allahi al-Islam, dini mbele ya Allah ni dini ya Uislamu. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. yeyote ambaye kwamba ataondoka duniani ilhali si muwahid, hajasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, Mwenyezi Mungu hatomkubalia, na siku ya kiyama atakuwa miongoni mwa waliohasarika. Mwenyezi Mungu anasema wala tamutunna illa wa antum muslimun, chungeni msiondoke duniani ila muondoke katika mila ya Uislamu. Uislamu ulikuja kuhifadhi dini, Uislamu ulikuja kuhifadhi nafsi. Jambo la kuua katika dini ya Uislamu ni katika al-kabair. Alipotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam madhambi 7 makubwa, aliposema ijtanibu 7 al-mubiqat ay al-muhlikat, jiepusheni na madhambi 7 yanayoangamiza. Jiepusheni Waislamu na madhambi 7 makubwa. Moja katika hayo madhambi akasema wa qatlu an-nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq, na kuiua nafsi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekuharamishia, haufai kuiua ila kwa haki. Mwenyezi Mungu anasema wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Hata wewe nafsi yako licha kuua, hata wewe nafsi yako ni haram kujiua. Ndani ya kiwiliwili chako kuna amri ya Allah, kuna roho katika mwili yako. wayasalunaka ani roh qul roh min amri llah, wanakuuliza kuhusu roho ni nini. Roho ni amri ya Allah, na ndio maana dunia imejaribu kutengeza kila kitu, lakini hawatowai kutengeza kitu kinachojulikana kama roho. Roho ni amri ya Allah. Hata wewe binafsi kujiua ni katika makosa makubwa. Uislamu umekuja kuchunga nafsi, na yeyote ambaye kwamba ataua mtu ambaye kwamba hana haki ya kumuua, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama yajiu al-maqtul bilqatil yawm al-qiyama, yule alouliwa atakuja anamshika yule amemuua siku ya kiyama, na mishipa inatoka damu, labda alimpiga upanga, anatokwa na damu katika mishipa, na huku ananyanyua sauti anasema ya Rab, ya Rab sal hadha fima qatalani, ya Allah, ya Allah, na kushtakia leo, muulize huyu kwa nini aliniua duniani. Ya Rab sal hadha fima qatalani, muulize huyu kwa nini aliniua. Uislamu umekuja kuchunga nafsi. Na jambo la tatu, Uislamu umekuja kulinda akili, na hii ndio maudhui yetu, kwa janga hatari la mihadarati, janga hatari ya madawa ya kulevya. Na jambo la 4, Uislamu umekuja kulinda, ndugu Waislamu, ni heshima. Uislamu umetwekea jambo la heshima, haifai kuvunja heshima ya mtu. Na hata katika taratibu za maisha ya dunia tunayoishi, nyumba isimame, lazima wanandoa wawili wapatane, waje waozeshe ule mwanamme akubali, hapo maisha yaanze. Hakuna nafasi ya kamwe katika Uislamu. Mwenyezi Mungu anataka tupatikane juu ya ardhi
kwa utaratibu aliotuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu. Uislamu umekuja kuchunga heshima. Ndio maana katika sheria ya Kiislamu mzinifu ambaye kwamba hajaoa anapigwa mboko, na ikiwa ameoa anapigwa mawe, kwa sababu Uislamu unachunga jambo zima la heshima. Uislamu umekuja kulinda mali. Naam, katika maswali mtu ataulizwa siku ya Kiyama kuhusu mali yake, ameipata kwa njia gani na alitoa kwa njia gani. Mali utakuja kuulizwa. Haki ya mtu, umechukua haki ya mtu, umekataa kumregeshea, haijapotea. Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama ataregeshea kila mwenye haki yake, hata kama hukumpatia duniani. Haya ni mambo matano, ndugu Waislamu, ambayo kwamba Uislamu umekuja kulinda, ambayo kwamba Uislamu umekuja kuhifadhi. Uislamu umekuja kuhifadhi dini. Uislamu umekuja kuhifadhi nafsi. Uislamu umekuja kuhifadhi akili. Uislamu umekuja kuhifadhi heshima, na Uislamu umekuja kuhifadhi mali.